Kilimanjaro kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama chini ya usimamizi mahiri wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Ndabu pamoja na Katibu Wakuu Mkoa Mheshimiwa Zoa ambaye ni RAS, tulihakikisha kwamba wakati wa uchaguzi tunadumisha amani, utulivu na usalama kwa kipindi chote, na hali hiyo tumeianza kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kulikuwepo na watu walikuwa wanajihusisha kwenye mitandao ya kijamii kuhamasisha maandamano. Tunao wachache ambao tunawashikilia kutokana na ushahidi tulionao kujihusisha na kuhamasisha, na hii ilitusaidia sana kupunguza kasi. Lakini pia binafsi niwashukuru waandishi wa habari na wananchi wote wa mkoa wa Kilimanjaro. Wakati wa uchaguzi tarehe 29, vijana wachache eneo la Cape Town pale Mbuyuni walijitokeza kwa maana ya kuchoma tairi barabarani, lakini jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tulidhibiti, na tunao vijana ambao tunawashikilia tukiwa na ushahidi wa jinsi walivyokuwa wanajihusisha na uchomaji wa matairi barabarani. Lakini niendelee kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kwa ushirikiano walioonyesha kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa halisi za wale wachache ambao walijihusisha. Tulikamata kweli vijana wengi ambao sio chini ya karibu 300, lakini baada ya kuchuja tukaona wengine walikuwa wanaenda tu kwa ajili ya kufurahia kuangalia pale. Waliachiwa wote na wako majumbani. Wachache ambao tuna ushahidi wa kutosha tutawapeleka mahakamani kwa kosa la kuharibu mali na wengine kujihusisha na matukio kwa mujibu wa sheria ya mtandao kwa maana cyber crime. Niendelee kuhakikishia wananchi wa Kilimanjaro jeshi lao waendelee kuliamini chini ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na uongozi wote wa mkoa. Sisi jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro, wananchi kwa kipindi chote tuliwahakikishia usalama. Tumechuja, tunao 9 ambao tuna ushahidi toka 300 baada ya kuchuja. Tunao 9 ambao tuna ushahidi wa kutosha na vielelezo vya kutosha ambavyo walivyokuwa wanajihusisha na matukio ya uchomaji wa matairi. Ya vijana ambao wao walikuwa wanafuata mkumbo, wakiona hii kimetokea basi na wao lakini haikuwa jambo ambalo la kuwafanya Watanzania wa Kilimanjaro na wa manispaa Moshi kushindwa kufanya shughuli zao. Waliweza kuwasha matairi kidogo barabarani, lakini jeshi la polisi likiongozwa na SACP Simon Maigwa, kamanda wa polisi wa mkoa, na vijana wake walikuwa imara. Tukipata taarifa, jeshi la polisi limefika na tunaondoa hiyo kadhia ambayo iko barabarani ili wananchi waendelee kufanya shughuli zao. Usafiri uliendelea kama kawaida, bajaji, bodaboda na haisi na magari mengine makubwa ambayo yalikuwa yanakwenda Same na yanakwenda maeneo mengine. Katika ile siku ya kwanza, siku ya pili tuliendelea na shughuli zetu. Masoko yalikuwa yako wazi na baadhi ya maduka yalifunguliwa, na kuna wengine walifunga kwa sababu ya kuogopa jambo moja ama lingine, lakini tuliwaondoa hofu na kuwaambia waendelee na shughuli zao kama kawaida. Kwa wito ambao napenda ni useme hapa ni kuwataka sasa watumishi warudi makazini. Watumishi wa serikali, watumishi wa taasisi mbalimbali za umma warejee makazini kuendelea kufanya kazi za kuhudumia wananchi. Kila mmoja afike ofisini afanye kazi. Haya ndio matarajio ya serikali na maelekezo yameshatoka kwamba sasa huduma mbalimbali zinatakiwa zirejee katika ofisi zetu. Kwa hiyo kila mtumishi wa umma mahali popote alipo anatakiwa afike kwenye ofisi yake atekeleze majukumu yake ya kuhudumia wananchi.